بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الأحبة، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من البدع ومن النار. أحبة، بعدكم حمد الله سبحانه وتعالى na kumtakia sala na salamu mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwanza kabisa hatunabudi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa fadhila zake na kwa uwezo wake kutujalia kuamka salama, kwani kuna wengi ambao walilala wakiwa wako salama lakini hawajaamka salama. Wewe kupewa usalama na Allah subhanahu wa ta'ala, watakiwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pili, hatuna budi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutujalia kuiswali swala hii ya subhi tena kwa jamaa. Hii nayo pia ni neema nyingine miongoni mwa neema ambazo tumepewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwani ni wangapi ambao bado wamelala hawajaamka kwa ajili ya kumwabudu Allah? Lakini pia ni wangapi ambao tayari wameshadamka na wameenda kwenye majukumu yao, hawakuona muhimu wa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, wakaona majukumu yao na kazi zao na usingizi wao ni bora kuliko swala. Lakini wewe ukaona swala ni bora kuliko usingizi, ukatoka nyumbani na ukaja ukamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo pia ni neema, na kwa neema hiyo tunatakiwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia hatuna budi kumshukuru Allah kutujalia kubaki katika kikao cha kheri, kikao cha kujifunza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kukaa katika vikao kama hivi kuna thawabu nyingi. Kukaa katika vikao kama hivi kuna malipo makubwa kwa yule anayefahamu kwamba ninapokaa katika kikao kama hiki napata nini. Vikao kama hivi vina malipo makubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuwa tu malipo yake yamefichwa. Lau yangeonekana kwa watu kwamba mtu unapokaa katika vikao kama hivi ni kitu gani unachokipata kwa Allah, kwa kweli kila mmoja angekimbilia kukaa katika vikao kama hivi. Mmoja katika salafi anasema, lau bada linnasi majlisi lau bada linnasi thawaba majlisi alilmi, lau ingedhihirika kwa watu, lau ingeonekana kwa watu thawabu zinazopatikana kwa mtu kukaa
kwa ajili ya kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa ajili ya kukaa kusikiliza maneno ya dini, la taraka kullu dhi shughlin shughlahu, kila mwenye kazi angeacha kazi yake, kila mwenye usingizi angeacha usingizi wake, kila mwenye majukumu angeacha majukumu yake, na watu wangevikimbilia vikao kama hivi kwa ajili ya kupata hayo malipo. Lakini kwa kuwa tu thawabu hizo zimefichwa, hazionekani, ndipo unaona kwamba watu wanaona vikao kama hivi havina maana, havina malipo. Lakini kiukweli vikao kama hivi vina malipo makubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ndugu zangu katika imani, yatakikana kwa Muislamu kupupia na kuendelea kukaa katika vikao vya kheri kama hivyo kwa ajili ya kutafuta thawabu na kheri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, kama tulivyotangulia kusema, katika masiku haya waumini wanahimizwa kuitafuta Lailatul Qadr. Mahala popote atakaposimama shekhe, atakaposimama mwalimu, atawahimiza watu ndani ya masiku haya yaliyobakia machache, kila mmoja ajitahidi kuitafuta Lailatul Qadr kwa ajili ya kupata malipo yake, kwa ajili ya kupata faida yake. Na faida nyingi zimeelezwa kwamba mtu anapokutana na usiku huo wa Lailatul Qadr akifanya ibada, ni kitu gani anachopata mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kwa maelekezo yote yaliyotolewa, kama mtu ameendelea sasa kuwa mzembe, huyu ndio yule ambaye atakuwa amenyimwa kheri hata kama ukafanyaje. Huyu atakuwa amenyimwa tu. Man hurima khairaha faqad hurima, atakayenyimwa kheri za Lailatul Qadr na kheri za mwezi wa Ramadhani kwa ujumla, huyu atakuwa amenyimwa kweli. Kwa sababu kama ni kuambiwa, watu wameambiwa; kama ni kukumbushwa, watu wamekumbushwa; kama ni kuelimishwa, watu wameelimishwa. Kila mahala, kila kona, kila msikiti, jambo hili limepigiwa kelele ili Waislamu waweze kubadilika, na ili Waislamu waweze kuona umuhimu wa jambo hili, ili kila mmoja sasa aweze kupambana kuitafuta Lailatul Qadr. Lakini kama wewe umenyimwa kheri, ndio utajiona kwamba haubadiliki. Hautabadilika kutokana na haya ambayo yanakumbushwa, hautabadilika kutokana na aya zitakazosomwa, hautabadilika kutokana na hadithi ambazo zinasomwa. Wewe utaendelea kuwa vile vile, hauna mabadiliko. Huyu ndiye ambaye man hurima khairaha faqad hurima. Huyu ndiye ambaye tunamsema kwamba akinyimwa kheri zake, huyu amenyimwa kweli kweli. Sasa Muislamu usikubali kunyimwa kheri za mwezi wa Ramadhani. Muislamu usikubali kunyimwa kheri za Lailatul Qadr. Masiku yaliyobakia ni machache. Kama ni kulala, utalala sana. Masiku haya machache, Muislamu jitahidi kuitafuta Lailatul Qadr ili uweze kupata malipo yake. Na siku zote mtu huwa anapata malipo makubwa mwisho wa amali ile ambayo anaifanya. Mwisho wa kazi ile ambayo anaifanya, ndipo mtu anapata malipo makubwa. Malipo huwa hayalipwi mwanzo. Malipo huwa yanalipwa mwishoni. Kama hali ndiyo hiyo, basi Muislamu unatakiwa mwishoni mwa Ramadhani ujitahidi kuliko ulivyokuwa unajitahidi katika masiku yaliyopita huko nyuma. Na huko ndio kumuiga Mtume sallallahu alaihi wasallama, namna alivyokuwa anajitahidi ndani ya mwezi wa Ramadhani. Ramadhani inapoingia, namna anavyojitahidi katika ibada, lakini 10 la mwisho anakuja kuongeza bidii zaidi kwa ajili ya kutafuta kheri na baraka na thawabu ambazo zinapatikana katika 10 hilo la mwisho, ikiwepo Lailatul Qadr. Kwa ndugu zangu katika imani, haujachelewa. Ndani ya masiku haya machache yaliyobaki, hebu weka nia
ya kuwa karibu na Allah subhanahu wa ta'ala. Weka nia ya kuyafanya yaliyokuwa ya kheri. Weka nia ya kuitafuta Lailatul Qadr. Unapoingia usiku, hebu shughulika na ibada. Acha nyumba yako, njoo msikitini, kaa itikafu kama tulivyosema, mdhikiri Allah subhanahu wa ta'ala, fanya yaliyokuwa mazuri kwa kuitafuta Lailatul Qadr katika masiku haya machache ambayo yamebakia. Tusiache masiku haya yakawa ni yenye kukimbia. Tusiache masiku haya yakawa ni yenye kuisha, na sisi tunahesabu kama masiku yanaisha, na ni kweli yanaisha. Hivyo basi, tunayokumbushwa na mashekhe tukumbushike, na Ramadhani hii itubadilishe, itutoe katika hali fulani na itupeleke kwenye hali nyingine. Itutoe kwenye uvivu wa kufanya ibada, na tuwe ni wenye kujitahidi katika ibada. Kwa Ramadhani natakiwa ikubadilishe, lakini Ramadhani kama itaondoka na wewe haujabadilika huko vile vile, wallahi huu ni mtihani mkubwa, na hii itakuwa ni dalili ya wazi ya kwamba hata matendo yako ya ndani ya mwezi wa Ramadhani hayajakubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala, hata funga yako haijakubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Jana tulikumbushana pia umuhimu wa kukaa itikafu katika masiku haya yaliyobakia. Mtu anaweza akatenga muda wake na akakaa itikafu kwa ajili ya kutafuta malipo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pia kwa ajili ya kuitafuta Lailatul Qadr. Utakapokuwa umejaliwa kuipata Lailatul Qadr, kwa hakika utakuwa umefanikiwa kuipata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuepushwa na moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa tulisema kuna umuhimu mkubwa wa Muislamu kukaa itikafu, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallama alikuwa akikaa itikafu katika 10 hili la mwisho mpaka alipofikwa na mauti. Alikuwa anakaa itikafu hasa katika 10 hili la mwisho kwa ajili ya kuitafuta Lailatul Qadr. Na tulisema itikafu ni mtu kulazimiana na msikiti kwa ajili ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, na tukaona mahala pa kukaa itikafu ni msikitini, hasa msikiti ambao unaswaliwa swala ya Ijumaa. Na tukasema kwamba mtu akiingia katika itikafu hatakiwi sasa awe ni mwenye kushughulika na mambo ya kidunia, anatakiwa ashughulike na ibada, na haruhusiwi kutoka isipokuwa kama kutakuwa na dharura ambayo inamfanya atoke. Kwa kuna baadhi ya mambo ambayo yanafaa kwa mtu aliyekaa itikafu kuyafanya. Miongoni mwa mambo hayo ni al-khuruju lilhajati allati la budda minha, ni mtu kutoka kwa ajili ya kwenda kutafuta mahitaji ambayo hayana budi atoke kwa ajili ya kwenda kuyatafuta, na hakuna mtu wa kuweza kumletea mahitaji hayo. Kalkhuruji lilakli au shurbi, kama vile kutoka kwa ajili ya kwenda kutafuta chakula au kwa ajili ya kwenda kutafuta kinywaji. Mtu akatoka kwa ajili ya kwenda kula, akatoka kwa ajili ya kwenda kunywa maji au kunywa kinywaji chochote, au qada'il haja, au akatoka kwa ajili ya kwenda kukidhi haja. Idha ta'adhara fi'luhu fil masjidi, ikiwa itakuwa ni vigumu mtu kupata huduma hiyo msikitini. Kama msikitini hakuna huduma ya kula, hakuna watu waliokuja na daku na wewe unatakiwa kula daku,
imefika muda wa kula daku, kama kuna uwezekano wa kutoka kwa ajili ya kwenda kutafuta chakula, unaruhusiwa na sheria kutoka na kwa ajili ya kwenda kutafuta chakula au kwa ajili ya kwenda kutafuta kinywaji, au umetoka kwa ajili ya kwenda kukidhi haja na mambo mengine ambayo ni ya wajibu wewe kuyapata na huwezi kuyapata pale msikitini isipokuwa kwa kutoka. Hapa unaruhusiwa kutoka, na ukitoka itikafu yako itakuwa bado iko pale pale inaendelea. Lakini kama utatoka bila ya haja, umetoka ngoja nikamsalimie fulani, umetoka sijui ngoja nikafanye nini, kuna mambo nilikuwa sijaweka sawa, ngoja kwanza nikafanya mambo pale nyumbani, itikafu yako itakuwa imebatilika na unatakiwa uanze upya. Lakini kama utatoka kwa ajili ya haja na kwa ajili ya mahitaji yale ya msingi, basi itikafu yako itaendelea kuwepo na wala hautokuja kuanza moja. Miongoni mwa mambo ambayo anafaa au yanafaa kwa mwenye kukaa itikafu kuyafanya ni ishtighalul mu'takifi bil umuri al mubaha, ni kushughulika mtu aliyekaa itikafu kufanya mambo ambayo ni halali, min tashyi'i tawsili zairihi, mfano kumsindikiza mtu aliyekuja kukutembelea wakati umekaa itikafu, walqiyamu ma'ahu ila babil masjidi, na kusimama na kwenda naye mpaka unafika mlango wa msikiti, walhadithu ma'a ghairihi, lakini pia inafaa kuzungumza na mtu mwingine. Mtu anawezekana ana haja, ana kitu anauliza, unaruhusiwa kuzungumzana naye mazungumzo ambayo si marefu. Yani watu wasije wakaanza kukupigia story, au wote ambao mko pale kwenye itikafu mnakaa kwa pamoja mnaanza mazungumzo, hiyo itakuwa sio sawa. Lakini mazungumzo machache ya haja unaruhusiwa kuzungumza. Miongoni mwa mambo ambayo yanafaa kwa mwenye kukaa itikafu ni ziyaratul mar'ati lilmu'takifi, ni mwanamke kumtembelea mume wake ambaye amekaa itikafu, wa khalwatul mu'takifi bizawjatihi, na kukaa faragha mwenye kukaa itikafu pamoja na mke wake kwa ajili ya mazungumzo. Kuna mambo ya muhimu ya nyumbani ya kuyapangilia, mnaweza mkakaa faragha mkayazungumza, ukayawekea utaratibu, mke akarudi, hapo hamna shida ya aina yoyote. Kwa hiyo miongoni mwa mambo ambayo yanafaa kwa mwenye kukaa itikafu kuyafanya, mtu anaweza akakaa akafanya mazungumzo na mke wake, kisha mke akawa ni mwenye kurudi nyumbani na kuendelea na majukumu mengine. Wa hadhihi al-umur mustafadatun min hadithi Safiyya zawju an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, na mambo haya yameelezwa kutokana na hadithi ya Safiyya, mke wa mtume sallallahu alayhi wasallam, annaha jaat ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallam tazuruhu fil masjid, kwamba Safiyya alikuja kwa mtume sallallahu alayhi wasallam kumtembelea akiwa mtume amekaa itikafu msikitini, fil ashril awakhiri min ramadhana, katika 10 la mwisho katika mwezi wa Ramadhani. Fatahaddathat indahu saa, akazungumza naye kwa muda, akazungumza na mtume sallallahu alayhi wasallam kwa muda. Thumma qamat tanqalibu, kisha Safiyya akasimama kwa ajili ya kurudi nyumbani. Faqama an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ma'aha, akasimama mtume sallallahu alayhi wasallam pamoja naye. Yulaqiha,
فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها akasimama mtume sallallahu alayhi wasallama akiwa anamsindikiza hatta idha balaghat bab almasjid, mpaka akamfikisha mlango wa msikiti, inda babi ummi Salama, karibu kabisa na mlango wa ummu Salama. Kisha mtume akarudi na Safia akaendelea kwenda nyumbani kwake. Kwa hiyo inafaa kumtembelea mtu ambaye amekaa itikafu kwa ajili ya mazungumzo ya mambo muhimu, kwa ajili ya kupangilia mambo muhimu. Na hii si kwa mke tu, hata kwa wafanyakazi. Labda mtu ana biashara zake, wafanyakazi kuna mambo labda wameshindwa kuyaendeleza, wanaweza wakaenda kwa bosi amekaa itikafu msikitini, wakasema naye, wakazungumzana naye, akatoa maelekezo, kisha yeye akaendelea na itikafu na wafanyakazi wakaendelea na majukumu yao. Miongoni mwa mambo ambayo yanafaa kwa mtu aliyokaa itikafu ni ghaslu almu'takif, mwenye kukaa itikafu kuoga, wa wudhuuhu fil masjidi, na kuchukua kwake udhu msikitini. Hili linafaa kwa mtu ambaye amekaa itikafu. Mtu asije akaona kwamba kwa kuwa nimekaa itikafu siruhusiwi kuoga. Huenda labda ameweka nia ya kukaa itikafu masiku 10 yote. Katika masiku haya ya mwisho wa mwezi wa Ramadhani, alafu mtu akawa si mwenye kuoga kwa kudhani na kuamini ya kwamba siruhusiwi kuoga kwa sababu niko kwenye itikafu. Hii itakuwa ni makosa. Mtu aliyekaa itikafu anaruhusiwa kuoga, lakini pia anaruhusiwa kuchukua udhu, kutawadha. Fa'an rajulin khadima an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, kuna mtu mmoja alikuwa ni mtumishi wa mtume sallallahu alayhi wasallama, akimtumikia mtume. Anasema tawadha an-nabiy sallallahu alayhi wasallama fil masjid, alitawadha mtume sallallahu alayhi wasallama msikitini, udhuan khafifa, udhu mwepesi, udhu mwepesi wa kutawadha tu yale maeneo ambayo anatakiwa kutawadha, na udhu mwepesi pasina ya kujilowanisha sana maji. Akatawadha mtume sallallahu alayhi wasallama akiwa amekaa itikafu msikitini. Kwa hiyo kuoga au kuchukua udhu, mambo hayo yanaruhusiwa kwa mtu aliyekaa itikafu. Miongoni mwa mambo ambayo yanafaa kwa mtu ambaye amekaa itikafu, ittikhadhu khaymatin fi muakhirati almasjid ya'takifu fiha, ni kutengeneza hema nyuma ya msikiti. Mtu akaingia katika hema lake akawa yuko bize na ibada zake, akawa yuko bize na kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, amejitenga kidogo na watu. Kwa hiyo inafaa mtu kutengeneza hema lake, akakaa pale, akaendelea na ibada zake. Jambo hili linafaa wala hakuna tatizo. Miongoni mwa mambo ambayo yanafaa kwa mtu aliyekaa itikafu, ayadha firashahu au sarirahu fil masjidi, mtu kuweka tandiko lake pale msikitini, akaja na godoro akaliweka pale akakaa, kwa sababu atakaa muda mrefu. Kuna kipindi atataka labda apumzike kidogo, hata kama ni kulala alale kwa muda mfupi, kisha aendelee na itikafu yake. Kwa hiyo unaruhusiwa kuweka godoro lako, kuweka tandiko lako msikitini ukajipumzisha kidogo. Jambo hilo linafaa. Miongoni mwa mambo ambayo yanafaa kwa mtu aliyekaa itikafu, inafaa mtu kufunga ndoa.
labda tarehe ya kufunga ndoa, aqdu zawaj, imepangwa tarehe ya kufunga ndoa, na ukakutwa katika tarehe hiyo wewe huko msikitini umekaa itikafu, pale pale msikitini kwenye itikafu yako unafungishwa ndoa. Jambo hili wala halina ubaya, kwa sababu ndoa ni ibada na itikafu ni ibada, kwa hiyo inakuwa ni ibada juu ya ibada, haina tatizo. Miongoni mwa mambo ambayo yanafaa kwa mtu aliyekaa itikafu, wayajuzu i'tikafu almar'ati almustahadha, anafaa kukaa itikafu mwanamke ambaye ana damu ya ugonjwa. Damu zinazotoka kwa mwanamke ni 3. Kuna damu alhaidh, damu ya hedhi, wa damu nifasi, na damu ya nifasi, wa damu alistihadha, na damu ya ugonjwa. Damu ya ugonjwa ni ile damu ambayo inatoka baada ya mwanamke kumaliza siku zake ambazo alikuwa anazifahamu, kwamba katika kila mwezi alikuwa anakwenda siku 3, lakini baadaye zikawa zimezidi na kwenda mpaka 15 au na zaidi ya hapo. Zile zinazozidi zile siku zako 3, hiyo inaitwa ni damu ya istihadha, damu ya ugonjwa. Unaruhusiwa wewe kukaa itikafu msikitini na wala hamna shida, lakini itakulazimu kujisafisha mara kwa mara. Akhiran, mwisho, min adabi al-i'tikafi, miongoni mwa adabu za itikafu. Hakuna ibada ambayo haina adabu zake, kila ibada ina adabu zake, na itikafu vile vile ina adabu zake. Yustahabbu lilmu'takifi an yushghila nafsahu bi ta'ati Allah, miongoni mwa adabu za mwenye kukaa itikafu ni mwenye kukaa itikafu kuishughulisha nafsi yake na kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Yani mwenye kukaa itikafu anatakiwa shughulike na ibada, asishughulike na kitu kingine, kaswalati, kama vile kuswali, wa tilawati alqur'ani, na kuisoma Qur'ani, wa dhikri llahi ta'ala, na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, kufanya adhkar, wa istighfarihi, na kumuomba msamaha Allah subhanahu wa ta'ala, wa duai, na kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, wa salati ala nabii sallallahu alayhi wasallam, na kumswalia mtume sallallahu alayhi wasallam, wa tafsiri alqur'ani, na kushughulika na kufasiri Qur'an, kujifunza tafsiri ya Qur'an, au unasoma Qur'ani alafu kisha unafasiri, wa dirasati alhadithi, na kusoma hadithi za mtume sallallahu alayhi wasallam. Ndani ya itikafu yangu nataka mpaka nije nimalize itikafu niwe nimehifadhi hadithi kadhaa, mpaka nije nimalize itikafu niwe nimemaliza kuhifadhi aya kadhaa, kuhifadhi sura kadhaa, kuhifadhi juzuu kadhaa. Au ndani ya itikafu yangu nafanya murajaa Qur'ani ambayo nilikuwa nimeisoma, na rejea ile Qur'ani ambayo tayari nilikuwa niko nayo ndani ya itikafu yako. Kwa hiyo yatakikana kwa mtu mwenye kukaa itikafu kuishughulisha nafsi yake na ibada, na wala asishughulishe nafsi yake na jambo ambalo si ibada. Leo unaweza ukakuta mtu anaingia msikitini amenuia itikafu, anafika pale anatoa simu yake anaanza kuchati, atachati na huyu, unajua bwana niko kwenye itikafu, unajua bwana, unajua imepanda imeshuka. Yeye muda wote yuko busy na kuchati. Atajibu message za kawaida, atajibu message kwenye WhatsApp, atajibu message kwenye Twitter, ataingia sijui TikTok, ataenda YouTube, ataangalia sijui vitu gani. Yani muda wote yeye yuko busy na simu yake, alafu amenuia kwamba yeye yuko kwenye itikafu. Kwenye itikafu Muislamu anatakiwa kuishughulisha nafsi yake na taa,
kuishughulisha nafsi yake na ibada, kuishughulisha nafsi yake na kujiweka karibu na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yukrahu an yushghila nafsahu bima la yufidu min al-aqwali wal af'al, na ni karaha na inachukiza mwenye kukaa itikafu kuishughulisha nafsi yake na mambo ambayo hayana maana, na mambo ambayo hayana faida, na mambo ambayo hayampatii thawabu miongoni mwa maneno na matendo. Umekaa itikafu na unafanya matendo ambayo hayakupatii thawabu, haina maana. Umekaa itikafu unazungumza maneno ambayo hayana maana, itikafu yako hiyo itakuwa haina maana. Wewe umeamua kukaa itikafu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, fanya mambo ambayo unatakiwa kuyafanya ukiwa ndani ya itikafu. Au kwa kuwa umemuona fulani amekwenda kukaa itikafu, ngoja na mimi nikakaa itikafu ili tukapiga naye story, ili tukazungumzane naye, ili tukapange naye baadhi ya mambo. Mwenye kukaa itikafu haendi kwa ajili ya kupanga mambo yake. Mwenye kukaa itikafu haendi kwa ajili ya kwenda kupiga story. Mwenye kukaa itikafu anatakiwa aende kwa ajili ya ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ndugu zangu katika imani, tunarudia kusema kwamba masiku haya yaliyobaki ni masiku yenye thamani kubwa kwa Muislamu. Muislamu anatakiwa ajue hivyo kwamba masiku haya yana thamani kubwa. Masiku haya ni dhahabu kwa Muislamu, ayatumie vizuri, amalizie vizuri Ramadhani yake kwa ajili ya kutafuta khairi na baraka mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mpaka hapo tutakuwa tumefikia mwisho wa darasa yetu kwa leo. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah.